tu. Hivyo hiyo gari isogee. Afungue njia na kwa mwenyekiti asogee nje kwenye viwanja vya mkutano. Asante. Habari za asubuhi, habari za mchana, habari za jioni, nategemea unatazama video ukiwa wapi na muda gani. Mimi naitwa Swahili 25, karibu tena kutazama video ya leo. Bado tuko mkoa wa Mbeya, Rungwe, hili si Rungwe, sije Rungwe, yes. Tuko Rungwe, tuko na wenyeji, watatuambia hapa ni eneo gani. Lakini kazi kubwa ambayo tunaifanya ni kuhakikisha tunaandaa mikutano kabla ya Mheshimiwa Heche hajafika. Kama ambavyo utazama video iliyopita, nilikuwa kwenye timu ya Mheshimiwa Lissu. Video ya jana kama umeiona, nimehamia kwenye timu ya Mheshimiwa Heche. Leo asubuhi tumekuja eneo moja kwa ajili ya kupita hapa Rungwe na kuelekea Mbalali kwa ajili ya kumalizia mkutano kabla hatuja kwenda mapumziko kule Dar es Salaam. Kama hujasubscribe, tafadhali subscribe uweze kuwa familia. Uweze kushare na kulike, kushare kwa marafiki na kulike hii video iweze kuwafikia watu wengi sana. Tumeamka asubuhi na tumeweza kufanya PA mpaka sasa hivi tumemaliza. Gari yenyewe tumeipaki lile eneo kama ambavyo unaiona pale, inapiga muziki. Na tuko eneo ambapo nakutana na wenyeji ambao ni wenyeji wetu. Mmoja hapo ni huyu hapa. Jitambulishe majina yako. Asante, naitwa Hamadi Mbeyare, katibu wa Chadema wa mkoa huu wa Mbeya. Mosi, ni washukuru makamanda wenzetu kwa kazi njema ambayo mumeifanya tangia muda wote, mikutano mbalimbali ambayo mumeifanya kwenye mkoa wangu wa Mbeya. Pia mumerudia, hii ni mara ya pili baada ya mikutano kadhaa kutokufanikiwa, ikiwemo ile ya Mbalali na Kyela. Lakini jana, Mungu ni mwema, umefanya kazi kubwa kuhakikisha maandalizi kutoka juzi na jana. Mikutano tumefanya miwili na imefanikiwa, na jana hiyo bila kupumzika. Ninyi jana usiku mmeingia hapa kata Ndato, jimbo la Rungwe, ambapo maandalizi na matangazo yamefanyika usiku, na asubuhi hii leo kuanzia majira saa 11 bado mmeamka mkiwa barabarani. Na kama unavyoona, inaonekana hamasa ya wananchi bado iko sawa sawa, wako tayari kumpokea makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Wengese Heche maeneo haya. Sisi Mbeya hatuna dogo. Hatuna dogo kabisa. Umepiga mwingi. Na tuko na mdau hapa, kamanda wetu ametualika tuje kunywa chai hapa na supu. Huyu hapa. Njoo tuambie, hizi hela umezipata wapi? Mpaka unakuja kutualika wageni wako tuje kunywa chai. Hela tunazipata maana sisi tunatafuta jinsi makamanda. Tunatafuta, tunajitafuta, tunapata. Kwa kweli. Unaitwa nani kwanza? Kwa majina naitwa Neema Charles. Okay, ni mwanachama tu wa kawaida au ni kiongozi? Ni mwanachama wa kawaida. Manake mdau yani. Yani hongera sana kwa kutupa chai kifungua kinywa. Tumefurahi kuja kwenu huko. Kama ambavyo umeona wenyeji amekwambia tuko eneo gani, maana nikirudia majina yanakuwa magumu. Mpaka ni akalili sana. Yes. Tuko Ndato. Kata ya Ndato, vijiji vya Ndaga pamoja na Goye. Na hiki kijiji ndo tulishinda kwa kura zaidi ya 886 kwa kura 86. Manake hapa hichi kijiji Chadema tunaongea. Yes, tumeshinda, na hata kile cha Ndaga pia tumeshinda. Hicho upande wa pili wanatenganisha na barabara. Pamoja na kwamba walitangaza kwa nguvu kubwa mpaka saa 8 za usiku, lakini wananchi hawakulala. Hapa ni Koma Kamanda, hapa hakuna kulala. Mpaka kieleweke. Nashukuru. Asante sana. Tunasubiri kuona ambavyo wananchi wenu watampokea Mheshimiwa Heche. Na hii no reform no election wataipokeaje? Tunaipokea no election, no reforms no election kwa nguvu zote. Hicho ndo tunachokitaka na huo ndo msimamo wa chama. Sisi tuko tayari kuutumikia. Kabisa. Mimi nitakupeleka hapo uwanjani uweze kuona maandalizi ya awali kabla hata hawajaja wengi. Na baadaye sasa atakapokuwa ameongezeka sasa uweze kuona. Mimi kazi yangu ni nakuonyesha before and after. Ngoja tupate chai kwanza. Mambo tule tushibe. Unaogaje tu. Kama ambavyo unaona gari ya matangazo ndio inaelekea uwanjani sasa, kama ambavyo unaona. Wanachukua maelekezo. Uwanja wenyewe uko huku ndani huku mbele hapa. Nitakupeleka baadaye uweze kuona. Baada ya majengo kwa nyuma hapa. Sio mbali, ni eneo zuri sana. Kama ambavyo unaona. Jamaa anajiita Kijoti Sound. Hii ni halmashauri ya wilaya ya Rungwe kama ambavyo unaona.
Asante. Tumefika huku. Yes. Huku kuna nini kunaendelea? Huku ndo tupo kwenye maandalizi kama ambavyo unaona. Hii ni gari ya matangazo inawekwa mahala pake. Tusogee pa. Yes, huu ni uwanja wote utatumika kwa ajili ya watu kukaa wakati wanamsikiliza Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa chama chetu John Heche. Tupo hapa kwa ajili ya maandalizi. Mambo ya setup. Yes, na makamanda naona umejiandaa hamasa, wako hapa. Naona. Wanaweka mambo yao sawa. Maandalizi yako vizuri. Na huku ni jukwaa kwa ajili ya viongozi watakapokaa. Yes, watakapokaa. Yes, naona tenti inakaa sawa sawa. Inakaa sawa sawa, viongozi wetu watakuwa hapa. Na huku kote kutatumika pia na wananchi kusimama. Eneo lote litakuwa watu kibao. Ambapo watasimama hapa. Wao wanamalizia hapa finishing ya kuhakikisha kuweka. Watu na muziki ya aina mbili. Kuna muziki wa kukalisha chini, utakuwepo na speaker mbalimbali kwenda kule wa standby. Na standby. Ndio vizuri. Na watatu wa chama tena. Wa chama utasaidia mambo mengine, lakini nafikiri ukishafika wa chama tutauomba uendelee kuwasaidia wengine hapa. Nafikiri patakuwa pako sawa sawa. Kweli kabisa. Sawa sawa. Hapa naona mko vizuri. Mmejiandaa. Wako sawa. Mbeya mna hela bwana. Hela za viazi hizo. Nafikiri kwa sababu ya serikali ndio inatukwamisha. Ilitakiwa tuwe zaidi ya hapa tu. Kwa kweli. Mko vizuri. Zaidi ya hapa. Chama kiko Nyasa bwana. Chama kiko. Tubi mpaka atakapofika. Yes. Naona vikao kule watu wanaendelea. Makamanda wenyeji hapa. Sawa. Tukutane baadaye ambapo utaona msafara wa Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti utakapokuwa unakuja. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti John Heche yuko na Dr. Wilbrod Slaa, yuko na Sharifa Suleiman, mwenyekiti wa wanawake wa Chadema Taifa. Kuna Deogratias Mahinyila, mwenyekiti wa vijana taifa. Na watu wengine wenyeji wa kanda hii ya Nyasa ambapo naona makamanda wanaanza kufika hapa. Mheshimiwa Katibu, hongera kwa maandalizi ambayo unaendelea kuyafanya hapa naona. Asante. Unaitwa nani? Mimi naitwa Eliud Shauri Mahali. Ndio. Mimi ndio katibu mtendaji wa kata hii ya Ndato. Pia nimefurahi sana kwa ujio huu wa makamu mwenyekiti taifa. Na imani tutapata elimu nzuri kuhusu no reform no election. Kabisa. Wananchi wamejiandaaje na wakati? Wananchi wamejiandaa vizuri, wako tayari kwa ajili ya kumsikiliza mheshimiwa makamu ameleta nini, elimu yake inaingiaje, lakini yote na yote wananchi wamejiandaa kwa ajili ya kumsikiliza makamu mwenyekiti nini ametuletea. Kabisa. Basi kwa tuone jinsi gani ambavyo wananchi watajaa hapa leo. Uwanja ni mkubwa. Nakuwa na hofu naona. Leo ni Jumapili na uwanja huu tumeona ndio unaweza kutosha. Yamkini ukawa ni mdogo. Acha bwana. Mimi na hofu naona kama mkubwa sana. Au unaona ni watu utangulizi wametangulia watu wengi. Naona tashaanza kusogea. Wako wengi. Pembeni wananchi washaanza kuja na ni mapema saizi asubuhi sana. Saizi ni saa 1 asubuhi. Lakini bado watu wanakuja. Lakini baada ya ibada watu wako kwenye ibada, watu wanasali kwanza ndio wanakuja huko kiamini Mungu ndiye anafanikisha mambo yote. Kabisa. Kwa hiyo tuamini watu watajaa sana. Naamini hapa itakuwa ndo tutavunja rekodi zote za maeneo mengine ambapo watangulia. Haya. Baada ya mkutano wa hapa tutaelekea Mbalali. Kwa ajili ya kumalizia mkutano wa mwisho wa saa 10 pale na maandalizi yako tayari. Baada ya hapo tutakuwa tuna jinsi watu wengine ambao tuko huku na msafara wetu. Tutakuwa tumemaliza kanda ya Nyasa na kanda ya Kusini. Tutaelekea kwenye mapumziko majumbani kwetu. Wanaokwenda Dar tutarudi Dar, wanaokwenda Mara kwa sababu shamla zinaendelea. Maandalizi ya kupokea Mheshimiwa John Heche makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa yanaendelea hapa. Kama ambavyo unaona hapa. Wananchi wanashasogea. Hii ni eneo la mjini. Uwanja huko nyuma hapo. Hii shamla.
Mheshimiwa John Wangese Heche atakuwepo maeneo haya katika viwanja vya ofisi ya kijiji cha Goye akizungumza na wananchi wa Ndatu, na hivyo tunawaalika wananchi wote, wakina kaka, dada, mama, mzanani. Mheshimiwa John Wangese Heche ataongozana na viongozi mbalimbali wakiwemo viongozi wa kanda, viongozi wa mkoa na viongozi wenyeji wa maeneo haya kuja kuzungumza. Tuko hapa tayari kwa ajili ya kupokea msafara. Yalikuwa magari mengi hapa, japo yametangulia, nimechelewa kurekodi maana viongozi walikuwa hajapata nafasi ya kuzungumza na msafara. Mheshimiwa Heche kidogo umechelewa. Sasa hizi ni saa 7 kasoro na anabidi asimame pale afanye mkutano na wananchi wa hapa na viongozi wengine apate nafasi kabla yeye hajapanda. So muda unavyozidi kwenda, maana yake itifaki inazidi kupungua, inabaki taifa. Maana yake viongozi wa kanda na mikoa na majimbo wanakosa nafasi ya kuzungumza. Maana yake tumewashauri watangulie pale aanze kuzungumza. Sisi tunausubiri msafara ambao utatokea huko chini. Huku ni Kyela kwenda mpaka Malawi, hii njia inaenda mpaka Malawi. Huku inarudi Mbeya mjini huko. Na inakwenda Iringa, kama ambavyo unaona bodaboda anaanza kuja kwa ajili ya kumpokea. Kama unavyoona watu wanaanza kusogea na wengine wako pembeni kwa. Tunamsubiri Mheshimiwa Heche tuweze kumpokea hapa, tumpeleke uwanjani ili niweze kuonyesha jinsi gani ambavyo mwanzoni nilikuonyesha maandalizi na baada ya maandalizi kitu gani ambacho kimeongezeka pale uwanjani. Maana asubuhi kulikuwa kuna watu saa 1 hivi. Kulikuwa na watu. Sasa hivi saa 7 kuonyesha jinsi gani watu ambavyo wameongezeka pale. Usisahau kusubscribe kama wewe ndio kwanza unatazama hii channel. Siku ya leo unaweza kusubscribe, ujiunge na familia hii, ukalike na kushare kwa marafiki wengine, tuweze kuwa familia moja. Mimi kazi yangu na kuonyesha matukio nyuma ya kamera ambayo huwezi kuona sehemu nyingine zaidi. Ndio kazi yangu. Na tukitoka eneo hili tutaelekea Mbalali kwenye mkutano wa mwisho. Ndio maana nimesema wamechelewa kwa sababu kutoka hapa tulipo kwenda Mbalali inaweza ikala masaa 1.5 mpaka 2. Itategemea na njiani kwa sababu kuna malori mengi sana. Kuna maeneo ambapo mwezi kukimbia spidi kubwa zaidi. Manake tunamsubiri hapa, akipata nafasi hapa azungumze kwa hizo dakika ambazo watakuwa wamekubaliana ili tuweze kuelekea Mbalali kwenye mkutano wetu wa mwisho. Baada ya Mbalali tutakuwa tuna mkutano mwingine zaidi ya tarehe 16, nadhani 16. Tarehe 16 tutakuwa Kibamba. Chadema, Chadema, Dodoma, Chadema, 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 twende Chadema, 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 namba moja wewe, Chadema, Isu Chadema, 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 Dodoma, Chadema, Chadema, twende Chadema, 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 namba moja wewe. Sheria mbovu za uchaguzi zinatunyima haki zetu. Bila mabadiliko sheria za uchaguzi. Kama ambavyo unaona tumefika eneo la mkutano wa kwanza, lakini changamoto imekuwa mvua kali sana. Piga mvua nyingi sana, wananchi wamekimbia. Wamekaa pembeni kama ambavyo unaona. Wananchi ni wengi sana, wamekaa pembeni. Kuna mvua kali. Lakini watu wengine hawajachoka kama ambavyo unaona. Watu hawajachoka, watu ni wengi. Unaona? Dada Zeudi kutoka Zanzibar. Na upande wa CCM waliongoza Abdurahimani Kinana na Chenge. Tukakaa kwenye mazungumzo mwaka reforms na election mpaka kieleweke. Tunakwenda nchi nzima. Hatutakwenda kuadilia. Tutaendelea kusukuma mageuzi. Jana wameitishana na vyama vingine mnavyovijua ambavyo sio vyama vya kiupinzani, sio vyama vinavyolenga kuleta mageuzi katika nchi. Wameenda kusaini
eti maadili. Maadili. Unaenda kusaini maadili kwenye tume ya taifa ambayo haina maadili. Hiyo tume inayotuambia tusaini maadili inaiba uchaguzi. Ina maadili gani? Mwizi ana maadili? Anatuambia sisi tusaini maadili wakati yeye mwenyewe hana maadili. Nataka tukasaini upumbavu huo? Tumesema tutasaini maadili pale ambapo sheria zitakuwa zimebadilishwa na tunaenda kwenye uchaguzi wa huru na haki, uchaguzi wa kweli. Hapo tutaenda kusaini maadili. Wanasema watatufungia nje tusifanye siasa. Hakuna sheria wala katiba ya nchi hii inayosema usiposaini maadili kwa wakati huu hutaenda kwenye uchaguzi. Na msimamo wetu ni kwamba wananchi wote wa nchi nzima mnaopinga wizi wa uchaguzi, tumekuja na form zinaitwa petition, form za madai za aina hii. Tutaziacha hapa miongoni mwenu. Kila mwananchi anayepinga wizi wa uchaguzi asaini hapa. Tunahitaji saini milioni 15 za Watanzania wanaopinga wizi wa uchaguzi. Uandike jina lako, uandike namba yako ya simu na uweke sahihi. Tutazipeleka Umoja wa Mataifa, tutampelekea Samia mwenyewe, tutazipeleka Ulaya, tutazipeleka kote ambako wanakimbia kuomba pesa, kuambia Watanzania milioni 15 hawa hapa kwa majina hawataki wizi wa uchaguzi. Tunataka tume huru ambayo itasimamia uchaguzi usiokuwa na upendeleo. Tumeelewana vizuri watu wa Ndanto? Kwa hiyo kazi yenu ni kuhakikisha hizo forms zinamfikia kila mtu aliyetimiza umri wa miaka 18. Aandike jina lake, tutazikusanya watu milioni 15. Wakikataa wizi wa uchaguzi, hakuna mtu atafanya uchaguzi katika nchi hii. Tutazidi, si ndio? Asante sana. Sasa hivi tunaelekea Mbalali kwenye mkutano wa mwisho. Tumemaliza ule mkutano wa kwanza ambao tumefanya pale, nadhani umeweza kuona mwanzo mpaka mwisho ambapo mkutano umeisha. Sasa hivi tunaelekea Mbalali ambapo unaona msafara wetu ule nyuma. Nitakuonyesha msafara ule kule. Tukutana hapo uwanjani uweze kuona jinsi gani watu wa Mbalali wamejiandaa kwa ajili ya kumpokea Mheshimiwa John Heche, makamu mwenyekiti wa chama taifa, na Dr. Slaa ambaye aliwahi kuwa katibu mkuu wa chama hiki. Wote tunakubaliana kura hazitakiwi kuibiwa, si ndio? Kwa hiyo hilo ndio jambo tunalolipigania. Tutazungumza vizuri pale mbele kwenye mkutano. Ninawashukuru sana, muwe na amani. Lissu tutamtoa ndani na mapambano yataendelea. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo msiogope hizo habari zao za kuambia kwamba wameiondoa Chadema kwenye uchaguzi. Wanaota mchana. Wanaota nini? Tunachotaka ni uchaguzi huru, na kuna fomu mtaletewa zinaitwa petition, fomu za madai. Tunadai nini? Tume ya uchaguzi huru. Unachotakiwa kuandika ni jina lako, sahihi yako na namba yako ya simu. Tunahitaji saini za watu milioni 15 tuzipeleke Umoja wa Mataifa kwamba Watanzania wanapinga wizi wa uchaguzi. Tunaelewana vizuri? Kwa hizo forms zitakuja hapa kwenu, mtasign, na maeneo mengine yote sainini hizo form ili tupate uchaguzi huru na haki, tukabadilishe nchi hii. Madini yetu yabaki kwa ajili ya vijana wetu, rasilimali zetu zibaki hapa. Msipigwe faini kubwa kwenye michere, tuondoe makodi mengi yanayowasumbua, tuwaletee pembejeo na maji kwa muda ili mbadilishe maisha yenu, muishi maisha vizuri. Mungu awabariki sana Mbalali. Asanteni. Tumekaribia kufika eneo la mkutano, bado kama kilomita 1 na wenyeji tayari washatupokea.
nitakuonyesha mbele jinsi gani ambavyo watu wako wengi sana wamekuja kutupokea, bodaboda, magari binafsi. Watu ni wengi sana, watu ni wengi mbele. Ni katika viwanja vya mkutano. Twendeni sasa katika viwanja vya mkutano. Wote twendeni katika viwanja vya mkutano sasa. Twende katika viwanja vya... Shika muziki DJ, shika muziki. Twendeni katika viwanja vya mkutano. Maisha magumu, wote tumepigika, au sio? Naomba mbele magari yafungue njia tafadhali. Naomba magari ya mbele yatembee, yaende mbele kabisa. Ndio anaingia. Naomba magari ya mbele, tafuteni nafasi haraka haraka, acheni njia. Magari ya mbele, tafuta njia haraka haraka, achia njia gari ya mbele. Gari ya matangazo. Asante. Kuanza mkutano wetu kutokana na mja. Asante. Naomba sasa fungueni njia, watu wafungue njia. Makamu, naomba tumpokee. Anaingilia huku. Anaingilia wapi? Upande wa kulia. Upande wa kulia. Naomba makamu mwenyekiti ataingilia upande wetu wa kulia wetu. Hivyo hiyo gari isogee. Fungueni njia, makamu mwenyekiti asogee nje kwenye viwanja vya mkutano. Asante. Naomba tumshangilie makamu, shangwe kwa kweli nisikie. DJ sikilia. Nataka nisikie shangwe za wananchi. DJ anaingia, shangwe za wananchi ziko wapi? DJ sikilia muziki wako tafadhali. Nataka nisikie shangwe kweli kweli na Mbalali. Tutume salamu kwa watu ni wengi sana kama ambavyo umeona. Watu wako tayari kwa ajili ya kumpokea. Na ndo anashuka kwenye gari kuelekea kwenye stage. Atapita hapa atawapungia mkono, nisikie shangwe kweli kweli ya Mbalali ya kumpokea. Atakapopanda kwenye stage atakapomshangilia. Subiri kidogo hapo tuje kuona. Watu wote wako nyuma kula wamemshindikiza mpaka ashuke kwenye gari. Asante. Sasa naomba chapuchapu viongozi wa meza kuu wataketi, alafu hapa turudi kwa huku ili usalama uwe mwingi zaidi. Wakati wa hapa turudi huku, usalama uwe mwingi zaidi. Mwenyekiti wa jimbo wakati huo unajiandaa kuja kutufungulia mkutano wetu. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama taifa, tutakwenda kulia alafu tutakwenda kushoto kwa pamoja, si ndio? Kwa ajili ya kumpa hewa mheshimiwa makamu mwenyekiti ameshakuja kwenye stage, anataka kuzungumza nini. Tutakwenda kulia, tutakwenda kushoto, tutakwenda kulia. Asante sana, tuko pamoja sana. Mheshimiwa karibu sana uweze kuzungumza na Mbalali. Haya. Asante sana Mbalali. Peoples. Asa watu wa Mabadaka mmetisha sana. Uongo kweli? Bwana OCD, siku ile ungeniacha nisalimie hapa nisingerudi.
Sasa nimerudi na usikilize. Tashughulika na wewe, tashughulika na bosi wako, kwa sababu nyie ni miongoni mwa watu mnaohusika kuharibu sana nchi hii. Na nitakufundisha kushughulika na wewe katika aina ya kukufundisha, kwa sababu wakati mwingine mnakuwa mnaharibu sana, na unaharibu mpaka unaharibia na watoto wako. Nchi hii tunataka tuijenge iwe sehemu bora hata kwa ajili ya watoto wako na wajukuu zako, kwa sababu hawa mnaotaka kuwabeba na kuwatetea hawabebeki. Nchi imeisha washinda, miaka 63 wamechoka, hawabebeki. Sasa ndugu zangu, watu wa Mbarali, katiba yetu hii hapa, ibara ya 8 inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia na haki ya kijamii. Kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. B. Lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. C. Serikali itawajibika kwa wananchi. Na D. Wananchi watashiriki katika shughuli za serikali yao kwa mujibu wa masharti ya katiba hii. Sasa tuanze na namba 1. Inasema hivi: msingi wa mamlaka na madaraka yote ni wananchi. Kwamba nyie huyo OCD mamlaka ulionayo ni wananchi hao ndio wamekaimisha kwako. Na lengo la serikali itakuwa ni ustawi wa watu, ustawi wa wananchi. Kustawi maana yake nini? Kukufanya uwe na maisha bora zaidi, ndio maana ya ustawi. Na D, serikali itawajibika kwa wananchi, kwamba wananchi wakisema tunaenda kushoto, serikali inapaswa kwenda kushoto, kwa sababu wenye nchi wamesema hivyo. Sasa ukisoma ibara ya 26 inasema hivi: kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii katiba hii na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila mtu ana wajibu wa kufuata katiba hii. Ibara ya 27, watu wote watatakiwa na sheria kutunza vizuri mali ya mamlaka ya nchi hii pamoja na kupiga vita aina zote za uharibifu na ubadhirifu. Sasa hiyo ni katiba inasema hivyo, kwamba sisi wananchi wenye mali tutakuwa na wajibu wa kupiga vita ubadhirifu wa rasilimali za nchi na kulinda mali za nchi yetu. Bahati nzuri, hii ni nchi ambayo Mwenyezi Mungu ameijalia sana. Ni nchi iliyobarikiwa kuliko nchi nyingi duniani. Tuna rasilimali ambazo haziko kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Nchi hii ina ukubwa wa kilomita za mraba 945,000. Ukichukua Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ukiziunganisha pamoja zina kilomita za mraba 890,000. Sisi peke yetu 945,000. Mkoa wenu wa Mbeya una ukubwa wa kilomita za mraba 35,954. Nchi ya Rwanda ina kilomita za mraba 22,000. Kwa hiyo Mbeya ni kubwa mara 2 kuliko nchi ya Rwanda. Rwanda
ina watu takriban milioni 10 na kitu. Mbeya wakazi wake wote hawafiki milioni 2.5. Tunapokuja Mbeya tunaambiwa mkoa ambao ni mkubwa kuliko Rwanda, watu wake wanahangaishwa na eneo la kulima, watu milioni 2. Nchi ya Rwanda ina watu milioni 9, 10, 12 kwenye sehemu ndogo kuliko Mbeya. Hawana shida ya kilimo, hawana shida ya nini, wanauza maziwa nje ya nchi kuliko sisi. Hata sisi tumeagiza maziwa kutoka Rwanda. Unaelewa kwamba hatuna viongozi katika nchi hii, kwa sababu tuna kila kitu lakini hatuwezi kutumia rasilimali hizo. Nchi hii ndugu zangu ni nchi ambayo ina mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani, mlima Kilimanjaro. Ina ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Victoria. Ina madini yanaitwa Tanzanite, yanapatikana Mererani, Arusha. Hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Na madini ya Tanzanite yanatoka hapa. Kwa takwimu za serikali ya India, yanaajiri watu milioni 6 India, wenye permanent job, kazi za kudumu zinazotokana na lapidary, ukataji wa madini, uchongaji wa madini ya Tanzanite. Na India ndio nchi inayouza madini ya Tanzanite kuliko nchi nyingine yoyote duniani. Madini yanatoka Tanzania. Watoto wenu wanakwenda shuleni, wanafundishwa panzi ana miguu mingapi. Wahindi wanafundisha watoto wao namna ya kuchimba Tanzanite yenu ikawatajirishe wao. Nyie mnabaki mnasoma madudu kwenye shule zenu. Tuna madini yanaitwa nickel na cobalt, yanatumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu, yanapatikana Kabanga. Ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Ukianzia kwetu Tarime ni dhahabu, ukienda Geita ni dhahabu, ukienda Bukombe ni dhahabu, ukienda Shinyanga ni dhahabu, ukienda Kahama ni dhahabu, ukienda Nzega ni dhahabu, ukienda Singida ni dhahabu, ukija Mbeya, Chunya ni dhahabu. Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi. Na hapa Mbarali ni dhahabu, unaenda Ruangwa ni dhahabu. Watu wetu ni maskini katikati ya utajiri. Nchi yenye almasi, ukienda Mwadui, Shinyanga kuna almasi. Mbuga kubwa kuliko zote duniani ziko Tanzania. Seru ina ukubwa kuliko nchi ya Israeli. Mbuga zetu, ukichukua mbuga ya wanyama ya Serengeti, Ngorongoro, Katavi, Manyara, Seru, ukiziunganisha pamoja zina ukubwa kuliko nchi ya Rwanda na Burundi ukizikombai. Mbuga zetu ni bora duniani. Tuna maji, tuna ardhi, tuna kila kitu kinachohitajika. Ukienda hapa Rudewa, Njombe, kuna chuma, mlima unaitwa Mchuchuma, mlima wa chuma. Alafu Mungu alivyotupenda akatuwekea na mlima wa pili unaitwa Liganga, akaweka makaa ya mawe. Makaa ya mawe yanatumika kuzalisha umeme wa kuyeyusha chuma. Alafu mchanga wa kusafisha chuma akauweka hapo Iringa. Chuma chetu tunaweza kuchimba miaka 100 hakijaisha, kiko Tanzania. Ukienda Mtwara, tulikuwa Mtwara, na ndicho kilichosababisha wamemkamata Lissu na kumpa kesi ya uhaini. Nitazungumza. Ukienda Mtwara unakuta gesi futi za ujazo trilioni 54.5. Gesi tunaweza kutumia maelfu kwa maelfu ya miaka. Tuna bahari ambayo ina urefu wa kilomita 1600 kutoka Mtwara mpaka Tanga, na tuna nautical maili 200 kuingia ndani. Tumebarikiwa kila kitu. Niliwahi kumsikia rais wa Brazili anasema Mungu ni Mbrazili kwa jinsi alivyowapendelea.
nikasema huyu hajui Tanzania. Inawezekana Mungu ni Mtanzania. Hakuna nchi nyingine yoyote duniani iliyopendelewa kama sisi. Ukienda pale Mpiji, Dar es Salaam, maji yaliyoko chini ya ardhi ya nchi yetu wamesema wakiyatoboa nchi hii, tazama, ni nchi ya 3 kwa kuwa na maji mengi baridi, maji bora kwenye dunia hii. Watu wetu ni maskini katikati ya utajiri. Miaka 63 baada ya uhuru wa nchi yetu, tunazungumza kuhusu matundu ya choo shuleni, tunazungumza kuhusu madawati. Watu wanafikiria wasafirishe watu wao wawapeleke mwezini, ikitokea vita ya dunia wawe na uwezo wa kuchukua watu wao wawaokoe kutoka dunia hii. Sisi nchi tulizokuwa nazo zimetuacha. Korea wamepigana vita ya wenyewe kwa wenyewe, Korea Kaskazini na Korea Kusini, mwaka 55, vita iliyoua watu milioni 6. Miundombinu yote ikaisha, Korea ikaanza. Watu walikuwa na shida Korea, walikuwa na kula mizizi ya miti na matawi ya miti. Leo ukiona simu ya Samsung ni Korea, ukiona TV ni Korea, ukiona speaker ni Korea, ukiona gari inaitwa Hyundai ni Korea. Sisi hatuwezi kutengeneza hata njiti ya kutolea nyama kwenye meno miaka 63 baada ya uhuru. Kutokea hapa Mbalali sina la ziada. Naamini umeenjoy video kwanza mwanzo mpaka mwisho. Sasa hivi Mheshimiwa Aisha anamalizia hotuba yake tuweze kuondoka. Asante sana kwa kutazama video mpaka mwisho. Kama subscribe, share kwa marafiki, like sana kwenye video nyingine. Ambazo zingefanya kazi mle ndani zinaitwa subcontractors. Mabadiliko sheria za uchaguzi, sheria mbovu za uchaguzi zinatunyima haki zetu. Wenye nchi wananchi tunataka tume huru. Kama noma na iwe noma, hakuna uchaguzi. Changia mabadiliko, tupate katiba mpya na sheria mpya za uchaguzi.